Naam, serikali naamini kuna namna yoyote mnaweza mkafanya kuweza kutusaidia sisi watu wa hali ya chini kuhusiana na mafuta yanavyopanda kwa kasi. Kwa sababu watu wa hali ya chini tunaumia sana. Na hapa tulipo kwa maumivu tunayoyapata ni bado mafuta hayajapanda sana kama ilivyoripotiwa. Iko hivi kwa sababu ilisemekana kwamba kunayo mafuta ya miezi miwili mpaka mitatu, lakini mafuta yamepanda kwa bei sana, na kwa watu ambao tunatumia vyombo vya usafiri kutoka nyumbani kwenda kwenye makazi yetu kila siku, sisi ndo tunaumia. Mimi nilikuwa nawaza kama ile akiba yetu ya miezi mitatu ipo, kwa nini mafuta yasije panda kidogo kuliko hapa alivyopanda hivi? Na ukiangalia ina maana endapo mafuta yataletwa tena kwa bei ambao wameyachukua wengine tofauti na hii iliyochukuliwa sasa hivi, na maana yatapanda zaidi. Na kama yatapanda zaidi, hapo nazungumzia baada ya hii akiba sasa kuisha. Kama yatapanda zaidi, na maana ni kwamba tunaenda kwenye maumivu zaidi. Kumbukeni mpaka sasa tulipokuwa tunatoka tunaelekea, labda kama ulikuwa unapanda usafiri wa shilingi 1000, sasa hivi ni shilingi 2000. So kama yatapanda zaidi ya hapo, ina maana itaenda 3000, 4000, 5000 kuendelea. Sasa kwa watu wa hali ya chini kama sisi tutaweza jamani? Kweli natakiwa muangalie namna ya kutusaidia, na ninaamini kuna namna ya kutusaidia, kwa sababu kumbukeni, sisi tutalipa gharama za usafiri, lakini katika vile vibarua vyetu ambavyo vinatufanya tule hatutaongezewa. Na sisi walio wengi tunatembea na majiko kichwani, ni lazima tutoke ndo tule. Sasa tunatoka tunaenda tunafanya kazi kwa bei ipi? Kwa sababu kama mimi nilikuwa natumia shilingi 1000 kwenda kazini, na maana kwenda na kurudi ni shilingi 2000, na labda nilikuwa nalipwa shilingi 10,000. Sawa, kama nilikuwa nalipwa shilingi 10,000, ina maana mimi nilikuwa na uhakika wa kubaki na shilingi 8,000. Nikila alijifanya nini kwa mantilie, at least nitabaki na hata na 5,000, 6,000. Sasa chukua sasa hivi bei, labda kwa mfano kama sasa hivi tulipokuwa tunaenda 1000 ni 2000. Kama ni 2000 kwenda na kurudi ni 4,000, katika 10,000 niliyokuwa nalipwa mimi na au nayolipwa nabaki na shilingi 6,000. Nikila tabaki na shilingi ngapi? Je, na familia yangu nitaiachia shilingi ngapi kesho ili tu iweze kusurvive? So hapo bado hayajapanda zaidi. Ina maana atakapopanda zaidi tajikuta ile 10,000 tunayoipata ndo tunayoiacha kwenye nini, kwenye daladala. Hebu angalieni namna kutusaidia sisi watu wa hali ya chini, na kwa hususani sisi watu wa hali ya chini ndo tunaoteseka zaidi. Kwa hiyo kuna kama labda tufanye kama kuna nchi ya Zimbabwe ambayo imerecover, na maana imepunguza kodi, na maana katika ile gharama ambayo imeongezeka wao wameikava. Sasa kama wao wameikava, ina maana ni kwamba wamewalinda wale watu wao wa hali ya chini, wale wenye kipato kidogo. Sasa mimi naamini
hata sisi ni kitu kinachowezekana. Angalieni namna ya kuweza kutusaidia, angalieni namna ya kuweza kutulinda sisi watu hali ya chini, kwa sababu inatulazimu tupande vyombo vya usafiri, tupande daladala, tuende tukatafute namna ya kula. Hauwezi kukaa nyumbani. Sisi walio wengi hatuna uwezo wa kukaa nyumbani hata siku mbili tukategemea tutakula. Hatuna uwezo wa kula, ni mpaka tutoke twende tukahangaike ndo tuje tule, na tuna familia zinatutegemea jamani, tunategemewa na familia. Sasa kama mafuta yamezidi kupanda hivi, inaona sasa vile elfu kumi vyetu ambavyo tunategemea kwamba twende tukafanya kazi tuvipate, vyote vitakuwa vinaishia kwenye usafiri. Sasa familia zetu tunategemea zitatuelewa kweli? So mimi naamini serikali ni sikivu. Angalieni namna ya kutusaidia, angalieni namna at least hata ya kupunguza kodi, mfanye kama hizi nchi zingine ambazo zimefanya hivyo, ili na sisi tuishi, ili na sisi tuweze kuendesha familia zetu. Vinginevyo kiukweli naona tuna maumivu makali.